Wagonjwa wengi sana wa matatizo ya figo wanakuja kugundulika na shida za figo kwa mshtukizo, na hii ni kutokana na kwamba wamekuwa wakiignore dalili za awali za mwanzoni ambazo mwili umekuwa ukizionyesha, na wengi pengine ni kwa sababu ya ubize wa kazi, au wanashindwa kuweza kufuatisha dalili ambazo wanaziona, na pengine ni ile kasumba ya Kiafrika ya ambayo ni mpaka mtu aumwe ashindwe kwenda kazini ndipo aanze sasa kuchukua hatua, ambapo hapa anakuwa ameshachelewa sana. Sasa dalili ya kwanza ambayo ni hatari kwa figo zako, kama unakojoa mkojo wenye povu mara kwa mara, narudia tena mara kwa mara, na linachukua muda kuweza kupotea, hiyo sio dalili nzuri. Inaweza ikawa protein inatoka kwa njia ya mkojo, maana yake ni kwamba kuna shida katika chujio la figo zako. Lakini jambo la pili, maumivu ya nyuma ya mgongo kwenye kiuno kwa juu, lower back pain, kushoto ama kulia, sehemu zilizopo figo, usiyachukulie poa. Lakini dalili ya tatu ni kuhisi uchovu wa mwili wa mara kwa mara, lakini pia unahisi ganzi au misuli inakuwa inavuta. Lakini pia unaweza kuwa unapata dalili ya kupungua kwa hamu ya kula ama kupata metallic taste mdomoni, unahisi kama vile ladha ya chuma chuma mdomoni. Lakini pia kifua kinaweza ikawa kinabana ama unakosa pumzi wakati mwingine. Lakini pia inaweza ikawa pressure yako inapanda iko juu, hata kama unatumia dawa haiwezi kushuka katika kiwango kizuri. Hizi zote si dalili nzuri kwa afya ya figo zako. Unahitajika mapema sana uweze kubadilisha lifestyle yako na upate msaada wa ukarabati wa figo zako na detoxification ya figo zako ili